Wewe ni Mungu ambao hakuna mwingine ako kando yako wala juu yako. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Oh, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Oh, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Nasema tena, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Oh, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Nasema hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Oh, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Natarajia hakuna mwingine tena kuabudu kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena ila ni Yesu pekee. Hakuna mwingine tena ila ni Yesu pekee. Hakuna mwingine tena, hakuna kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena, hakuna kama Baba wa mbinguni. Amen. Amen. Wacha tuamini na tuombe. Baba, tunachukua fursa hii asubuhi hii ya leo tukijipeana kwako mahali patakatifu kwenye uungu wako. Wewe ni mkweli katika mawazo yote, usiyetafuta mawazo kwa mwanadamu. Asubuhi njema ambayo umetupatia na nafasi nyingine ya kuja na kuitembelea nyumba yako, ili Bwana tukasikie jinsi unavyotuambia. Tumetubu aina zote za kila aina za dhambi ambazo tumezitenda juma iliyopita ambayo inaisha leo. Kuna mambo mengi ambayo tumekukwaza nayo kama wanadamu. Tunanyenyekea miguuni pako patakatifu Bwana, ukatuhurumie. Tunajua sisi ni wanadamu waliohitaji msaada. Bwana, unaponyosha mkono wako utakosa mke wala mume, mzee wala kijana, na hata ovanishi yeyote ambaye utaweza kuguza leo hii. Walio chini tunaomba uwainue, nafsi zao usibadilishe, ili Bwana wakaelewe maswala na hata hakika ya neno lako, wakafahamu jinsi upendavyo na vile ambavyo unavyotaka. Ninakushukuru kwa ajili Bwana umetuwezesha kufika salama. Kunao wale ambao wako njiani wanapoharakisha nyao zao kuelekea mahali hapa, tunawaombea uwalinde na uharakishe, tuwe pamoja na wao. Wale ambao Bwana wanajikokota kwenye manyumba zao pia, ambao wajakata kauli ni wapi wataabudia, enda Roho Mtakatifu ukaweza kuchoma mioyo yao na kuwatiisha, ndiposa Bwana wakajikaza na kujikakamua kuelekea katika nyumba yako, kusali pamoja na kuabudu pamoja na wapendwa wengine wanapokuzwa mioyo yao kwa kusubiri siku ya kiyama. Baba, ni asante kwa wote ambao wataingia kwenye ukumbi huu. Tunautakasa kuanzia vingilio, kwenye viti, kwenye paa, hata kwenye grounda. Tunaomba ya kwamba ushukani wote uko chini ya mateka ya Roho Mtakatifu. Hakuna mapepo wala mazinga umbwe wala mipango ya shetani ambayo itakao faulu. Kila giza imedidimizwa na mwangaza wako. Neno lako litaamua na litaweza kuguza kila mmoja. Bwana ubarikiwe. Mahali hapa hatuna shetani, mahali hapa uko na unatawala. Utawala wako tunauamini. Bariki yeyote atakaoongoza, yeyote atakayeshika njia hii ama ile nyingine. Tunaomba msamaha wake ili akaongoza Roho Mtakatifu. Bwana, tupatie hekima ya kukufuata. Kwenye mitandao kuna wengi wanatutizama katika maeneo tofauti mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya na hata nchi za nje. Popote walipo, haijalishi
popote ambapo wamefungiwa, pengine hawawezi wakaenda kanisani, pengine nchi walioko hawawezi wakaruhusiwa kuabudu Mungu aliye hai, so wanaifanya kwa njia ya siri, na wengine pia wako katika quarantine ama karantini. Tunapowaombea popote walipo, Bwana, neno hili la leo pamoja na ibada ya leo ikaweze kuwa msaada kwao, na Bwana ukaweze kuwaguza na kuwainua na hata kuwaponya nafsi zao, vidonda vya tumbo na mioyo ukaweze kuwaponya, na Bwana waondolee mizigo ambayo inaonekana kuwa ngumu na nzito katika maisha yao. Bwana waponye, kama ni magonjwa wabadilishie hali, mawazo ya kuwaza na kuwazua. Kuna mipango mingi wamekuwa nao lakini imegeuka kuwa vita. Bwana enda ukaitimize. Naomba yeyote aliye shuleni, mashule yote, makanisa, kila idara zozote katika nchi yetu ya Kenya, hata serikali, tunaikabidhi mikononi mwako ili Bwana ikaweze kutiishwa katika neno lako. Bwana bariki Kenya, bariki makanisa, bariki wachungaji, bariki Jehova hata waumini wote kote duniani, ili Bwana tukawe na mwongozo mmoja na hata mtazamo mmoja wa kutumikia. Roho wako atawale, Roho wako atembee, na ni kwa jina la Baba, la Mwana, hata Roho Mtakatifu tunasema amen. Pigia Yesu makofi unapoketi. Na wewe tumetupa kisogo tu sana. Leo tumechelewa sana. Amen. Watu. Hallelujah. Amen. Kumradhi, nimekuwa na homa kidogo juma ambayo inapita ama inaisha leo, so utanisamehe. Amen. Hallelujah. Wiki imekuwa vipi? Hallelujah. Wiki yako imekuwa vipi? Imekuwa vibaya? Jema. Imekuwa jema. Na yangu imekuwa shwari kabisa. Tangu imekuwa fiti. Nashukuru Bwana kwa kunineemisha pamoja na jamii yangu. Tumekuwa salama. Nimewamiss. Sijakuwa nanyi Jumapili iliyopita kwa shughuli, lakini nilisikia ya kwamba kulikuwa mambo yalikuwa sawa. Amen. Amen. Simulihubiriwa vizuri. Huyu alikuwa ushago. Amen. Ulihubiriwa vizuri. Mambo yalikuwa safi. Amen. Nashukuru kwamba Bwana ameinua watu hapa, watu wale wa kutii na kusikia. Siwezi nikafunza watu. Kuna watu niliwafunza nikawapa cheti. Wangapi walipokea cheti hapa wakati wa graduation? Amen. Kama ulipokea cheti, ukagraduate hapo ukapokea cheti. Mama kama mwana ulikuwa wapi? Ulipata certificate. Last year. Ulikuwa wapi? Au kufanya mtihani? Au kupata? Lazima nijue kwa nini au kupata. Lakini watu tulikuwa watu wengi sana wale ambao waliweza ku graduate na wakapata vyeti vyao, na hata wengine wa nje, maana nilikuwa nafunza mafunzo fulani ya kuhusiana na Yesu Kristo, na wale wote ambao waliweza kuhitimu na kupita mitihani waliweza kupokea vyeti vyao, na pia tukaweza kumaliza vizuri. Kwa hivyo nashukuru wale ambao walihudumu Jumapili. Kina Cyrus Pino walikuwa coordinator, Rose Mutiso alikuwa ibada ya pili, Kevin alikuwa ibada ya kwanza. Najua mlibarikiwa. Amen. Nashukuru. So ningependa popote ulipo, amen, popote ulipo unanitazama, hii ni JRI Ministries International, ni Apostle Dr. Kaloe ambao wa kanisa hii, na tumekuwa tukikuhubiria kwenye mitandao ya YouTube na kwingine kwa kama Facebook na mitandao mingine. Najua kwamba umekuwa ukitufuatilia. Alafu ikawa Jumapili kidogo wengi wakawa wakiniandikia kwenye inbox what happened, but here we are back, and we are back tuweza kufikia popote ulipo. Kwa hivyo tarajia neema ya Mungu juu ya maisha yako, maana Bwana ni mwaminifu tunayemtumikia. Na leo hii najua ya kwamba hata utakosa kitu tu, hata kama ni tone la maji ambayo itaweza kuuisha moyo wako. Kwa hivyo barikiwa ukiwa Amerika, ukiwa Tanzania,
ukiwa nchi ya Uganda, Rwanda, Congo, Burundi na nchi zingine kama Zambia, popote mlipo, hata zile za Asia na kule Qatar na kwingine, Bwana awabariki kule. Na watu wetu ambao wanaishi diaspora, ambao wako katika nchi za uhamishoni, ambao walienda kule kutafuta ajira, najua ya kwamba mkiwa kule bado tunawaombea na mnamiss kuwa katika nchi hii ya Kenya, maana it is your motherland. But nataka nikwambia kwamba hata ukiwa kule, maana kutafuta pia ni mzuri na pia kuabudu ni vizuri. So tenga muda wako, saa nyingine hata kama ni mahali mnanyimwa kuabudu, unatenga muda wako, unajificha mahali, pengine unacheza klipu hizi, unasikia tu neno la Bwana, naye Bwana atakubariki. Na pia unaweza ukajificha ukaomba wakati ambapo haujulikani. Unajua sisi waokofu hatupigani vita vyetu si za damu na nyama wala na mwili, bali tunapigana kiroho. Na basi kupigana na adui ama yule anayekukataza ama kukwaza, yule lazima upigana naye na hekima na maarifa. So unapigana na adui kisiri, na ndio maana tunapigana kiroho. Tunapopigana kiroho, lazima vita tunazozipiga kiroho tuweze tukashinda. Mtu aseme amen. Kwa hivyo walio katika ukumbi huu, Mungu awabariki kwa ajili ya kuamua kuja na kuja kwako mapema. Nilisema ikifika ni saa 4 sharp on the dot nitakuwa nikisimama ili tunaangalia muda wa ibada ya pili, na wale wanachelewa tutakuwa na wakati wa kuwasubiri. Amen. Fungua nami katika Zaburi haraka tu, nitakuwa wa haraka. Wa haraka mno, ikiwezekana wa haraka mno. Zaburi 22. Zaburi 22, tusikie Bwana anataka tujue vipi. Zaburi, kitabu hiki ni mkusanyiko wa vitabu mingi ambao, ama mkusanyiko wa nyimbo psalmist ambao zimeandikwa na waimbaji tofauti. Ukiangalia kule nyuma, kina Deborah waliimba nyimbo zao ziko hapa. Musa waliimba nyimbo zao ziko hapa. Baada ya ushindi, baada ya kila kitu, wale waliimba, watoto wa Kora, kina Dada, au wote waliandika hapa, kina Daudi. Ni nyimbo mkusanyiko. Ndio sababu ukiangalia Zaburi, unaposoma kitabu cha Zaburi, kinaitangwa miniature. The meaning of the miniature, it is a small book. It is a combination of different books and different authors, ambao ni waandishi tofauti na ni nyimbo tofauti. So ukiangalia kiko na chapters 66. Na Biblia iko na vifungu ngapi? Ni vifungu ama ni vitabu? Vifungu. Iko na vifungu. Vitabu ni ngapi? 66. Na sasa ukiangalia Zaburi iko na chapter 66. Maana yake ni Biblia ndogo. Na imegawanyishwa vile tu Biblia imegawanyishwa, ndio vile tu imegawanyishwa, lakini sitaki tuende kule. So unapata ni nyimbo tu za kumshukuru Mungu na kumtukuza kwa kile ambacho watu wamepitia. So hii ilikuwa ni urejesho wa wana wa Israeli. Huu ulikuwa ni urejesho wa wana wa Israeli kutoka katika nchi za mateka. Na katika urejesho huu walikuwa wanakumbuka, ama walikuwa wanalilia urejesho. So walikuwa wanakumbuka kile walikuwa wanapitia. Maana walikuwa wanapitia mateso mengi, maana ukiishi katika nchi si yako au kuangi na rights kama yule mtu wa ile nchi. Maana kama umezaliwa wewe ni Mkenya, uko na rights za kuwa Mkenya. Ndio unasikianga watu wanabeba mabango wakisema haki yetu. Ndio unaona mara nyingi in Africa wale viongozi wanatuongoza wanaendelea kuzimisha ama kudidimiza wanyonge. Kwa sababu gani? Wanyonge watakapoinuka waingie katika level ya kujielewa na kuanza kufanya vitu ama kuanza kutosheleka katika basic need, utapata ya kwamba wale watu watakuwa na more time ya kujifikiria na kufikiria ni nini aswa kinaweza kusaidia nchi yao. Number 1, watashughulikia kitu kama uongozi. So watakuwa na capacity ya kupigania nchi yao. So watatoka nje, wataanza kusema tunapigania haki yetu. Lakini hauwezi ukapigania nchi yako kama bado uko na njaa, kama bado kuna msongamano wa vitu katika mawazo yako. Leo hii si shule, si nyumba ya kulipa. Yani kuna zile interest need ambazo zimekusonga na zinakukimbiza. Ndio unaona ya kwamba hata kufikiria vile ambavyo unaweza ukapigania nchi yako unapata inakuzuilia. Na ndio unaona matajiri wengi ama wanasiasa wanainuka na wanakaa maisha mazuri at the expense of the poor or vulnerable ones.
Na ndio unaona ya kwamba wanapoinuka waingie pale, ndio unaona wataendelea kufinyilia watu. Unasikia wanaiba kwa sababu ya corruption, wanaiba mabilioni na nini na nini, wakifanya na kuheshimisha maisha yao ndipo waweze kufinyilia yule mtu asiweze kuinuka. Sasa kuna wakati wa Israeli wanauliza, inawezekanaje bado kama tumefungwa, inawezekanaje tukaimba nyimbo za Zayuni? Praise the Lord. Huyu ni mtu aliye katika mateka, hakuna siku ya kwamba anaweza akawa na uhuru. Maana wakati unasononeka, unless uimbe nyimbo za kilio na nyimbo za mateso na nyimbo za kumbukumbu ya mahali ulipo ukiimba. Maana ukiangalia waimbaji wengi, kuna vitu vingi wameimba. Wengine wameimba nyimbo za mapenzi, wengine wameimba nyimbo za huzuni na mapito waliopitia kwamba wasiweze wakasahau. Wengine wameimbia mabibi zao, wengine wameimbia wakiuliza, it is like a petition, wakiuliza kama authorities mambo fulani. Praise the Lord. So hizi ni nyimbo ambazo nasema kwamba sasa walikuwa katika hali fulani na wanauliza, je, wanakuwa na maswali kwao. Na ukiangalia mara nyingi wana wa Israeli waliuliza maswali katika maisha yao mara nyingi kwa sababu ya oppression waliokuwa wanapitia. Na maandiko yanasema ya kwamba kila wakati walikuwa wanajiuliza, ni lini? Maana tulishikia, praise the Lord, tulisikia kunaye Mungu wa mababa zetu ya kwamba atakuja siku moja atatukomboa. So walikuwa wanaingojea. Nilikuwa naona tukiwa wachanga tukijinunulia, wengine wetu tulijinunulia manguo za Christmas, hatukutarajia tubaiwe. Praise the Lord. So ukiifanyia kazi na uinunue na uiweke, ulikuwa usiku huo aulali, maana unafikiria itafika lini niweze kuivaa. Kuna watu hawakuwa wameshawaifika Nairobi. Ukiambiwa utaenda mjini ambao hujaienda, masafari hujaienda, hata kama Amerika, nchi zingine, hiyo siku unaitarajia kwa amu na ngamu. Praise the Lord. Hallelujah. So wacha nisome tu. Maandiko yanasema Zaburi 22. Maana tunapoingia katika Zaburi hatusemangi kitabu. Hizi ni nyimbo. Tunasema Zaburi 22. Maandiko yanasema hivi, mstari wa kwanza, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuungua kwangu? Sikia, ni swali sasa. Hii ni lamentation, ni huzuni wa watu ambao wanauliza, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona uko mbali nami? Na mbona uko mbali na wokovu wangu? Kwa sababu sikia, mtu kitu ya kwanza, kuna kitu anaelewa. Anajua kwamba Mungu ndiye wokovu wake, lakini the moment amefunga na ameomba, ametoa zaka, amefanya kile alichoona kizuri, maandiko inauliza, lakini bado anaona Mungu ambaye ni msaada wake amemwacha, na nikana kwamba amsikii. Praise the Lord. Leo hii nimekuja niambie mtu katika mateso kuna utukufu. Ambia mtu katika mateso kuna utukufu. Ndio mtu mwambie, hey, katika mateso kuna utukufu. Praise the Lord. So lakini huyu anayeandika hapa, ama wimbo huu ambaye anaandika, ni watu wako katika ile situation, lakini kuna picha walio nayo wanaashiria ya mtu atakayekuja ambao ni Yesu Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Maana maneno haya tutaifuatilia tuyapate katika Mathayo. Nitakuelezea kwa Mathayo wapi mahali Yesu anayarudia. Maana katika ubinadamu, na ndio maana Yesu Kristo aliingia kwenye mwili huu ambao tumebeba. Maana mwili ambao tumebeba uko na mambo, kuna mambo lazima upitie. Kama ni magonjwa, kama ni ukosefu, kama ni mateso, vitu kama hizi. Hata Swahili nasema katika kila mateso kuna utukufu bado. Praise the Lord. Katika kila mahangaiko, katika kila maswali ambayo uko nayo, kunaye utukufu ambao usiyeweza kuonekana na macho haya ya nyama. Ngawaje mwili huu ndio unateseka, ngawaje mambo haya yanapitiwa na ule mwili, lakini macho yale ya mwili hawezi akaona. Ngawaje ule utukufu ambao umejificha unakujanga unaonekana na yale macho ya nyama baada ya kuingia katika ule utukufu. Tunasema amen. Lakini unapata kwamba not unless you turn into spiritual eyesight, there are things that you cannot see. Kuna mambo uwezo ukaona ambayo yamejificha, not unless uingie. Ndio maana maandiko yanasema wanaotaka kumtumikia, wanaotaka kumwabudu, wamwabudu kwa roho na kweli. Kwanza unaingia kwa roho, ndio roho akuongoza katika ukweli. Tunasema amen. Pigia Yesu makofi.
So Zaburi anaimba anasema ya kwamba Mungu wangu, sikia, anarudia. Maana hataki kumuita tu Mungu, anamuita Mungu wangu. Huyu ni mtu ya kwamba yani ako na mambo mengi yamemsonga. Praise the Lord. Kuna mambo mengi ambayo yamemfinyilia mpaka ako na kilio, anaitana Mungu wangu. Ukiitana mara mbili kunamaanisha kwamba ni kama umeitana na yule mtu ambaye kusikia. Praise the Lord. Ndio maana naongea na watu hapa wako katika hali hii. Naambia kwamba katika kila mateso na mahangaiko ambayo unapitia, kuna utukufu ambao utakuja kutokea kama utavumilia. Ambia mtu kama utavumilia. Praise the Lord. Ndio maana anasema Mungu wangu, mbona umeniacha? Naongea na mtu ambaye pengine ako katika hali ya kuachwa. Sijui uliachwa katika mahusiano, sijui uliachwa na baba na mama ukabaki kuwa yatima, na bado katika mawazo yako unaishingi na ile mawazo ya kwamba you are still an orphan. Praise the Lord. Na unasikianga ni kana kwamba maisha yako kila wakati ni ya kuachwa. Kuna vitu vingi ambazo ulianzisha ukidhani ya kwamba zitakupeleka mbele, lakini bado zikakuacha. Kuna kazi ulipenda sana, pengine uliajiriwa na bado ukapata, badala wewe utamani kuiacha, imekuacha mwenyewe. Haleluya. Niseme ya kwamba haya tu ni mateso, lakini katika kila mateso kunayo utukufu wa Jehova. Praise the Lord. Hakuna mtu ashaingia katika matatizo yoyote akamuitia Bwana, maana anasema niiteni nami nitaitika. Praise the Lord. Ombeni nami mtafanya nini? Mtazidishiwa. Kazi zetu ni kumuitia, kazi zetu ni kumwelezea. Haijalishi ni lini atakayekuja, haijalishi ni muda mgani utachukua, lakini endelea kuita Jehova, na uvumilivu wako kuna utukufu umejificha, na baada ya ule utukufu kuja, ule mwili wa mateso utaendelea kusherekea. Pigia Yesu makofi. Haleluya. So ninajua kwamba katika mawazo yako na katika moyo wako unauliza, mbona umeniacha? Haleluya. Huyu ni mtu ambaye pengine amekaa katika wokovu, hajaolewa, na aliambiwa kwamba aendelee kutumainia Jehova katika wokovu wake, ataolewa, lakini miaka inazidi kusonga. Kuna mtu ambaye aliambiwa kumtumainia Bwana ndio chanzo peke yake cha utajiri, lakini bado hajawahi kumbana na utajiri. Kila wakati ni mateso na mahangaiko. Niseme ya kwamba kunao utukufu katika mateso unaopitia, lakini utukufu huwezi kuonekana bila mateso na bila changamoto. Nasema haleluya. Praise the Lord. So hiyo nimekuja niponye kile kidonda, niseme ya kwamba endelea kutulia tu. Ambia mtu tulia. Tulia na ujue mimi ni Mungu wako. Haleluya. Kwani ni jambo lipi hilo hasilo liweza. Praise the Lord. Hallelujah. Hakuna jambo. Mwingine akasema tainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Hallelujah. Praise the Lord. Ndio wokovu wako unaweza kuwa uko mbali. Wokovu maana si ule tu wa kuokoka kusema Bwana Yesu. Wokovu ni msaada. Hallelujah. Na najua kwamba kuna msaada unahitaji katika mateso yako. Pengine ni magonjwa, pengine ni ukosefu, pengine ni kutengwa na kudharauliwa, pengine ni kupiga mbio pasipo na hitimisho, pengine ni kuangalia mbele usione mwisho wa mahali ambapo ungependa kuona. Niseme ya kwamba wokovu wako bado uko, maana katikati ya mateso na mahangaiko na dhoruba bado kunayo utukufu. Praise the Lord. So kama uko hapa na unauliza Mungu wangu, tena unaita Mungu wangu, yani ni kana kwamba unaona umesaulika, hujasaulika, mambo bado. Amen. Na pengine unaweza fikiria umeteseka. Uliza watu, kuna watu wameyaona, kuna watu wameyapitia. Ndio nasikianga mtu anasema nataka kuwa kama yule. Haujui ni vikombe vingapi. Yesu akawauliza, mko tayari kunywa ama kunywe kikombe ambacho nimekunywea? Mko tayari kunywa vikombe ambavyo nimekunywa? Praise the Lord. Maana haujui yule mtu amekunywa vikombe ngapi ndio maana akafika pale. Na wewe unafikiria tu amefika, ameamuka akafika. No. Kuna safari ambayo ameenda. Namba 2 inasema, Mungu wangu nalia mchana, lakini
ujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Huyu ni mtu mahali amefika sasa, ni kama hakuna kitu anaona kimebaki, na ndio unasikianga mtu amejinyonga. Halo, haleluya. Maana kazi ya shetani alikuja kwa ajili ya kuiba, kuharibu na kufanya nini? Na kuua. So akishaiba mawazo yake, amuonyesha kwamba katika mateso ama hakuna Mungu naye mtumikia. Amuonyesha kwamba chochote unachopitia kwamba hakuna msaada. Lazima ile spirit ya shetani kimuingia, inamuongoza kujinyonga, inamuongoza kunywa sumu, inamuongoza kununua dawa ya panya akunywe, maana anaona mbele yake hakuna msaada mwingine. Maana akiangalia familia yao, na angalia hata wale waliozaliwa na yeye, wanamsubiri ili awe msaada kwao, na yeye mwenyewe aweze akajisaidia. Praise the Lord. Yaani maanisha kuna hali ambayo imekuwa kikwazo na mawe kwako, ambao hakuna siku hata moja unafikiri inaweza ikaondoka. Haleluya. Niseme katikati tu ya hiyo safari ulio, kuna utukufu wa Jehova. Pigia Yesu makofi. Yaani huyu mtu unajua mtu ana maisha kwa siku mara mbili. Maisha ni ya mchana, aidha anatafuta mchana, usiku analala. Aidha analala mchana, usiku anatafuta. Praise the Lord. So wakati mwili in 12 hours mwili unastahili kupumzika. Yaani mara ile mingi mwili ndio unastahili kupumzika kuliko mara ya kutafuta. Lakini unapata kwa sababu ya ukosefu na maisha vile imekuwa na economy vile imekuwa, unapata mara nyingi ni ile unafanya kazi, mwili unachoka kuliko kupumzika. Praise the Lord. Lakini huyu mtu anasema mchana nalia, yani sina kazi nyingine ya kufanya, mchana yangu yote ninalia, na usiku ukifika, baada ya kuchoka nikilia na machozi kuisha, siwezi nikapata raha. Maana yake sina matumaini na sina pumziko. Maandiko yanasema awapao usingizi awapendao. Praise the Lord. Maana yake tutalala kama watoto wachanga usiku ukifika. Lakini leo sio vile. Utapata watu wengi sana usiku hawalali. Hello. Kwa sababu akikumbuka kuna mambo yanamsubiri. Either landlord anamsubiri, aidha kuna loan alichukua anasubiriwa, kuna magari yake yanataka kuvurutwa, aidha kuna shamba mahali fulani alinunua akaponiwa. Yule mtu ana amani katika maisha yake. Kuna vitu ambazo zinamsonga, kuna vitu ameambiwa na watoto kuna mtu anapigania kazi. Praise the Lord. Kuna mtu anamwendea kinyume, yani kuna uchofu na kuna mawe amebeba nyingi. Maandiko yanasema ya kwamba utulie. Praise the Lord. Upumzike katika Bwana. Haleluya. Katika kila mateso na katika kila mapito, ujue kwamba kunaye utukufu wa Jehova. Haleluya. Praise the Lord. So anasema usiku alani. Au kwa hapa na usiku lala. Ambia mtu anza kulala. Ambia mtu ukifika masaa yako ya kupumzika, pumzika. Ndio na mimi siku hizi sina stress mingi, maana hii ya kupigana kila saa unakuata ni kama unakimbizana na maisha. Maandiko yanasema tafuteni, na yale mambo mengine yatafanya nini? Yatafuata. Kuna mambo mengine inafika inapita uwezo na ufahamu wako, unaachia Jehova. Unamwambia kwamba ndio katika kizazi chetu tuko hivyo, lakini siamini nitakuwa kama kile kizazi, maana katika hali hii na umenipa kuwa mwangaza. Maana unasema wewe ndio mwangaza wa dunia, ni kumaanisha niko ndani yako na wewe uko ndani yangu, ni kumaanisha pia mimi ni mwangaza wa dunia. Nitaangazia hata hiyo familia, nitaangazia hata hiyo biashara, nitaangazia hata hiyo vision ambayo nimekuwa nikibeba. Maana utapata kwamba Daudi hakutimiza maono aliyokuwa nayo, lakini kunaye mtoto aliyekuja anaitwa Suleimani, akatimiza, akafanikisha ule mwangaza wa baba yake. Mtu aseme amen. Hakuna maono hata kama ilikuwa mababu yako itaweza kufa, na kama ilikufa utaweza kuifanikisha kama utaamini ya kwamba katika hali hiyo. Maana si wote walijua vile ulijua, na kwa sababu sasa umefahamu na umefunguliwa, umeanza kujua, itabidi sasa wakombla, itabidi mapepo yatii, itabidi shetani aseme nimesikia. Praise the Lord. Itabidi shida, unajua shida zina masikio. Kuna umasikini, unajua kuna umasikini mbaya mpaka watu wanajua, hata masikini wanajua huyu ni masikini. Unajua yani masikini wote wanajua, wakiulizwa masikini wewe ndio wanakutafuta na wao ni masikini pia. Yani ule mtu ana mbele wala nyuma. Ushaona mtu yeye hata masikini anaona wakiwa matajiri. Sema inua mkono wako, sema sio mimi. Sema sio familia yangu. Sema nimekataa katika jina la Yesu. Kila ufukara nimeukataa, maana nitaona utukufu.
Praise the Lord. Pigia Yesu makofi. Sikia anaendelea, ikawaje ameanza kumuuliza maswali. Mungu wangu bora umeniacha, sioni wokovu, nimekuita silali usiku na mchana sioni raha. Lakini sasa ameanza kumuinua. Anasema na wewe umtakatifu. Sasa anamkumbusha kwamba kwa utakatifu wake, kumbuka wewe ni mtakatifu. Oh my God. Hakuna utajiri mkubwa kama utakatifu. Ndio naona kuna siku moja kabla nisonge pale, nilizungumza na watu hapa nikawaambia, mtu akilipo mshahara wa 10,000 na mwingine alipo 1 million, yule wa 1 million kuwe na magonjwa kwake ama akose amani, na ule wa 10,000 apate amani na kusiwe na magonjwa. Maana yake amani, kuwa na peace, ni kusiwe na matatizo. Yule tajiri sana ni huyu wa 10,000, na atafanya mambo makubwa na miradi kuliko mtu wa milioni 1. Na mkono wako sema nahitaji amani. Sema nafungulia milango ya amani. Sema wewe ni mtakatifu. Amen. Unajua kwa utakatifu wa Jehova ni kumaanisha yeye ni mwenye haki. Yeye ni is a faithful God. Yani is faithful, is faithful and truthful to his words. He follows his word to conform. Praise the Lord. Unanielewa? So anasema hivi, anamwambia kumbuka wewe ni, ingawaje nateseka, lakini ukumbuke naendelea kutangaza utakatifu wako. Kumbuka bado mataifa yanajua wewe ni mtakatifu. Sema mtakatifu, mtakatifu. Oh my. Uketie juu ya sifa za Israeli. Kuketi juu ya sifa za Israeli ni mambo yote katika nchi ya Kenya. Ni kama sisi leo, aidha ni magari unaonanga ndio utajiri, aidha ni maproti, aidha ni amani, aidha ni yani yale mambo unaonanga mazuri na unabishana nayo na unakimbizana nayo. Sasa ameketi juu ya hayo mambo. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. Because my God will supply all your needs according to his riches. Praise the Lord. That is Philippians 4:17. Hallelujah. Anasema ya kwamba kwa hivyo amekalia yale mambo unaonanga kwako mazito, kwake si mazito, ameyakalia. Hallelujah. Yani uketie juu ya sifa. Yani yeye sifa zote, hata ukipata sifa si zako, yeye ameketi juu ya hizo sifa. Hakuna kitu kiko beyond yeye. Praise the Lord. Anamwambia kwa ajili ya Israeli yetu, tunajua sifa zote za Israeli, wewe umeketi juu ya hizo sifa. Ya kwamba chochote kifanyika au kinafanyika kwa ajili yako. Hata mateso yakija, vita zikija, machafuko yakija, bado sifa zako zinaonekana, maana unatutia nguvu kupigana zile vita na tunashinda na utukufu na kurudia. Kwa hivyo wewe ni mtakatifu na umeketi kwenye sifa za Israeli yote. Hallelujah. How I pray this year that the Jehovah God ataketi juu ya sifa za Kenya. Ngawaje Kenya inaweza kuwa imepeleka sifa mbaya katika nchi na mataifa zingine, wakisema sisi ni kama nchi ya Nigeria katika ukoroni, katika ukora, katika ukonime na mambo mengine na corruption. Na pia sisi, unajua wa Kenya tunaambiwa sisi kichwa yetu imekimbia sana. Ukienda Tanzania wanatuongopa, wanasema sisi wanatuongopa sisi, maana tukianzisha biashara na wewe tuna maarifa mengi. Sisi ni watu kichwa imekimbia sana. Hata ukienda Mombasa ni Kenya tu, lakini wanatuongopa watu wa Nairobi. Sema kichwa ya watu watoka bara hawa ni watu anaweza, so wanahofia wanyang'anye kazi, wanahofia wanyang'anye biashara, wanahofia yani wakikuona tu wanahofia, maana Nairobi kila mtu ako na haraka. Unaona hata mtu ako na haraka na hakuna mahali anaenda unapata ameketi mahali chini. Praise the Lord. Amen. Kwa barabara una gari inakupigia mataa unaiondokea. Anakimbia anasahau kama alikuwa anakimbia unampita. Praise the Lord. Ama matatu ndio hiyo unapata imetoka hapo imekuingia vibaya, dakika imesimama hapo mbele yako. Lakini ukiangalia haraka ya Wakenya bado inatusaidianga. Praise the Lord. Maana kama wewe si haraka hata kupata vitu ni ngumu. Praise the Lord. So wanatuongopa katika nchi zingine. Ndio maana nasema kwamba vile ambavyo wamekuwa wakitani tuko, sio vile tutakuwa na sio vile tutaendelea kukua. Maana tukiambia Bwana keti katika sifa za Kenya, nchi ya Kenya itakuwa na sifa. Na ukitafuta nchi zote, amani inatambulikana hapa Kenya. Praise the Lord. Baba, bariki nchi ya Kenya na uketi kwenye sifa za nchi ya Kenya. Praise the Lord. Maandiko yanasema baba zetu, mstari wa 4, walikutumaini wewe. Sikia sasa. Ameanza kumkumbusha, wewe ni mtakatifu, nimekueleza na kuitanga sikuoni. Na kilio ni na nini? Lakini baba zetu walikutumainia wewe. Walikutumaini
na wewe ukawaokoa. Sikia, huyu ni mtu ambao anajua bado yule aliyeokoa wale ndio anaweza bado akatuokoa. So ni nini hicho ambacho kimefanya wasione utukufu katika mateso yao? Kwa sababu kama baba zetu kulingana na historia yao walikutumainia, waliweka tumaini kwako na ukawaokoa. Praise the Lord. Kwa hivyo sasa wamerudi kujua ya kwamba yeye ni Alpha and Omega. He is the author and the finisher. He is the beginner and the praise the Lord. Hallelujah. So kuna kitu anamaanisha kwamba yeye ni mwanzo, jana, leo na hata milele. Mungu wa Ibrahimu kizazi cha kwanza, Isaka kizazi cha pili, hiyo ni 200 years, na nani mwingine? Na Yakobo, that is 300 years. Yaani ule Mungu tu hajawahi badilika. Hallelujah. So anasema walikutumainia wewe na ukafanya nini? Ukawaokoa. So ule wokovu bado tunaudai. Oh my God. Praise the Lord. Kuna mahali ambapo uliitia Bwana akakuokoa. Sasa ile uko nayo ni kuambia ni mateso ambayo inasubiri kuona utukufu. Praise the Lord. Kama huyu mtu anaweza akakumbuka baba zao walimtumainia na wakaokolewa. So huyu ni mtu ambao anamaanisha kwamba anakumbuka pia kuna kumbukumbu za nyuma. Ambia mtu usisahau wingi ya nyuma. Unaona wale walisahau, hata unajua kuna wale walitembea na miguu mitupu na wengine walikuwa wanavaa zile vinyaza zilikuwa na TV. Ushaiona? Wale hukuvaa hizo vinyaza zilikuwa na TV huko nyuma. Wachana na wale wamezaliwa hapa Nairobi. Number 2, wazazi wao wamejikaza. Amen. Naongea kuhusu wale wazee kuniliko. Na wako nilikwambia mimi ndio mzee kukuliko hapa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nchi ya Kenya imebadilika juzi tu wakati wa Kibaki ndio nasemanga ndio ameweza hii nchi. Amen. Amebadilisha tu all of a sudden. Miaka 15 on a span of 15 years. Ndio nchi imebadilika. Karai ya chapati tulikuwa tunaombana. Nasikia watu lazima kijiji mzima wajue mnapika chapati. Na chapati ilikuwa inapikwa Disemba peke yake. Hello. Amen. Sio hizo chapati za hapo, unajua hizo za hapo hata ushibi, hata ukule 10 au ushibi. Amen. Kuna ile chapati ya nyumbani. Hello. So kuna watu ambao na unajua hizi charani ilikuwa wacha hii yako ya hii kubwa. Charani kale kadogo kalikuwa very expensive. Pikipiki yenyewe juzi tu imekuwa 500,000. Sasa hii gari ya 500,000 ni gari mzuri. Inji imebadilika juzi. Amen. So unapata hata kupeleka kwa cherehani ushonewe ni pesa mingi. So unachukua shindano na ile uzi kubwa. Uzi za saini ni kidogo. Uzi za saini kidogo. Unaitwaje tule? Ya sweta. Sasa hawa wanaweza nikaribia kimiaka kidogo. Unajua uzi ya sweta ni kubwa kuliko hii kidole. So usiku. Alafu sasa inaonekana bado ni kama kiraka imeekelewa. Na inaweza toka any time. Be aware, inaweza toka any time. Lakini hatujali. Wengine pia wako na hiyo uzi, walikuwa tu wanaenda tu hivi. Na ajali hata kwa parade unaona hainuliwe. Unajua kwa parade watu walikuwa wanaimba, lakini hapo tu sawa. Shida kubwa ni kusahau kule ulikotoka. Na ndio unaona wale walisahau na walipitia shida ndio wananyanyasa wale wengine ambao wanateseka leo. Kusahau kule ulikotoka ni shida kubwa sana. Mtu aseme amen. Hallelujah. Kusahau kule ulikotoka. Ndio unaona Daudi asahau. Wakati alivalishwa manguo ya vita, alikumbuka akasema hapana. Wakati dubu na simba walijaribu kuattack kondoo wa baba yangu, sijaivaa mavazi kama haya. Sijaijifunza na mavazi kama haya. So akasema no. Wacha ni atoe. Akaambiwa hapana kijana, akasema hapana. Akakumbuka akasema wakija nilikuwa na waragua. Praise the Lord. Unaona sasa amekumbuka kuna nguvu. Kwa hiyo kama kuna Mungu alikusaidia enzi zile, bado ndio jana, leo na hata milele. Katika mahangaiko yako kuna utukufu. Na mimi naomba leo utukufu huo usije ukaepukana na wewe, lakini ufungue mlango unaokuhusu katika jina la Yesu Kristo. Tutaseme amen. Tutaseme amen. Kama baba yako alimuita Mungu ama kuna mambo alitarajia kutendeka, kwako yatatendeka. Amen. Na kama Mungu alikusaidia siku hizo, bado ndio Mungu atai multiply. Hallelujah.
walikulilia wewe wakaokoka, walikutumaini wasiaibike. Amen. Wasiaibike, Kiswahili sanifu ni kwamba hawakuaibika. Walipokutumaini hawakuaibika. Mimi tangu niokoke, nilipokutumaini sikuaibika. Kwa nini kipindi hiki cha corona niaibike? Bado sitaaibika. Ingawaje uchumi utakwenda chini, lakini sitaaibika. Kuaibika ni wakati unagonjeka mpaka madaktari wanaona uchi wako. Nimetangaza leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hakuna daktari yeyote ataona uchi wako, kwa sababu umepelekwa kwenye ugonjwa usiyejielewa. Kwa sababu gani? Haya ni matatizo ambayo tunasubiri kuona utukufu. Na maanisha utukufu wa uponyaji utashuka juu ya maisha ya mtu ambaye anayetumainia na kutegemea Jehova. Tunasema imani. Pigia Yesu makofi. Amen. Nasema hakuna mtu ataaibika hapa, so long as umeketi chini ya sauti ninayohubiria. Neema hiyo ikushukie, usije ukaibika siku hata moja. Haleluya. Nasema hautaibika kibiashara. Nasema hautaibika hata katika hali. Unajua kuna watu wanakuaibisha, kuna watu wanakusemea, na maandiko yanasema midomo kama hiyo inayokusemea vibaya na izibwe na iweze kufungwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wale wanaokusemea na kufitinia vibaya ni kuleta aibu katika maisha yako, na wale watu wanayekuroga na kukuendea kinyume cha uganga wanaleta aibu katika maisha yako ili uendelee kusononeka. Lakini leo natangaza hakuna aibu ambayo itakao kusononesha. Aibu zote zikija zinatani kuwa sifa za Jehova. Nasema kuna utukufu katika kila mateso. Tutasema amen. Hallelujah. Anasema lakini mimi ni mdudu wala si mtu. Sikia, yule mtu ajidunishi hivyo, lakini akijilinganisha na Jehova anamwambia I disappear for you to appear. Hallelujah. Anasema nikijilinganisha na wewe sasa mimi nika kitu tu ambako akaweza kaka. Huyu ni mtu aliyenyenyekea kabisa. Hajajipuuza. Si kama wale walisema ya kwamba tulijiona kama panzi. No. Huyu hajioni kama panzi. Lakini anapozungumza na Mungu anamwambia kwa sababu ni mtakatifu, ninapojilinganisha mimi ni kamdudu tu. Yaani unaweza ukanisaidia kufunga macho na kufungua. Praise the Lord. Anajishusha sana, namwambia mimi ni kamdudu kanahitaji msaada. Hallelujah. Praise the Lord. Yaani maombi yake ni ya ndani sana. Anasema ukinilinganisha na watu sasa mimi sipo. Sasa mimi ni kamdudu kakitu kadogo ya kwamba ukiamua kukasaidia hata uwepo wako umetosha. Praise the Lord. So mimi ni kamdudu tu. Mimi si mtu. Praise the Lord. Laumu ya wanadamu na mzaa wa watu. Maana watu ingawaje mimi nimejilinganisha nawe kama kamutu, lakini pia watu wananilaumu na wanamzaa na mimi. Praise the Lord. Yaani wananichukia, wananilinganisha kama kitu akana uwezo. Am I talking to somebody now? Praise the Lord. Yaani wanapoangalia wajinga wote wanaona mimi ndio mjinga namba 1. Wananipuuza kiasi ya kwamba nimedharauliwa mpaka nimeenda chini. Yaani sina heshima mahali popote. Niseme mwaka huu Bwana akuheshimishe katika jina la Yesu Kristo. Hata wale waliokudharau waone tumaini na pendekezo la Bwana, utukufu wa Bwana juu ya maisha yako. Katika chochote utakachokifanya Bwana aweze kukuheshimisha. Mtu aseme haleluya. Mtu aseme that is me. Mtu aseme that is me. No, I cannot hear you. Somebody say that is me. Wote wanao wanioneao unicheka sana, unifyonya wakitikiza vichwa vyao. Hiyo ni kusema nini? Praise the Lord. Oje hiyo na watu wanakuangalia tu ama wanasema haka kama mtu kaendi mahali. Unaona tu wanakudharau tu. Kuna watu hata kifamilia wanakudharau tu. Yaani wewe unakuwa wanakudharau bure, hawajui status zako, hawajui mipangilio yako, lakini wamekudharau kwa sababu ya background ya familia yako. Kuna watu wako hivyo. Ama kwa sababu walikuona ukigrow, walikuona ukitembea bila viatu, ama wanajua hata yule mzee amekuoa ni mtu tu mlevi. Yaani wameshakupima hivyo wakakumalizia maisha yako. Hallelujah. So wanacheka tu, ama ushaipita mahali watu wanacheka tu, na unajua wanacheka nini, na ukiangalia wananyamaza. Praise the Lord. Hallelujah. Yaani ushaipika mahali ukapata watu wanazungumza na ukifika wote wanatulia, kumaanisha umeingilia kamati ambayo si yako, na hakuna kitu maana walikuwa wanazungumza, ama wanaanza kuonyeshana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is just a matter of time. It is just a matter of time. Praise the Lord. Hallelujah.
It is just a matter of, it is my prayer. It is my prayer. Walicheka Ana, kina Penina na wenzao, lakini kuna siku moja alipoitwa mama wa wengi, hawakucheka tena, waliona utukufu wa Jehova. Tuseme amen. Haleluya. Walicheka Samsoni baada ya kudungwa macho, wakasema kameisha kabutu, kaliyebeba gate, malango ya miji, kakapeleka kwenye, kaliyeshika ile joo ya punda, kakapiga kijiji kizima, kameisha. Praise the Lord. Lakini wakati alishika kijana, akamuuliza, where, show me the pillars. Akashikilia zile pillars. Bwana akamwambia, usikubali nikufe peke yangu, lakini nataka, praise the Lord, wengi wafe. Wengi nilipishikiza na twende wengi kuliko wale nishaiwa nikiwa hai. Alikuwa anasema ghorofa hiyo ikaenda chini. Hallelujah. Waliokuwa wanamcheka, sherehe iliyokuwa imewekwa kwa ajili ya Samson, akiwaenda tei, leteni Samson tuliyekuwa tunamuogopa sasa atuchezee tunapokunywa pombe, tunapojienjoy. Praise the Lord. Baadaye ikawa ni sherehe ya kilio. Waliokuchimbia wataingia wenyewe, waliokupangia itawarudia wenyewe kabla ya kuangukia, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kusema umtegemee Bwana na umponye na umwokoe sana, maana apendezwa naye. Yani unasikia wanakutusi tu sana wakisema ya kwamba na Bwana ule Mungu umekuwa mikesha, umekuwa wapi? Huyo Mungu unamtegemea sana na akuponye. Huyo Mungu wako akupiganie. Hata wanaenda kwa waganga wanasema hata mtu kanajifanya na Mungu wake. Sasa nataka tukaonyeshe. Yani kuna watu wanakuzunguka hata wengine wajui. Kuna mara maadui wanakuzunguka hata wengine wajui. Wamepanga vile watakumaliza. Na wanasema kwa sababu najua ni muombaji sana, najua yeye kanisa anafika mapema, analipa gharama kuwa pale, hakuna kitu, hakuna popote anahusika. Sasa nataka tuone ataenda wapi. Tunataka tupime ule Mungu wake. Praise the Lord. Mara ngapi hata wana wa Israeli waliambiwa na Mungu wenyu awaponye. Praise the Lord. Sasa nasema na huyo Mungu akuponye. Najua hata wewe kuna watu hata kama hawajakwambia, pengine wa kifamilia wanakupuuza na kudharau kwa ajili ya wokovu wako. Niseme hayo ni mateso ya muda. Yesu Kristo aliteswa pia. Naye Petero anauliza kama walimtesa Yesu Kristo, ni nini kingine mnatarajia katika dunia? Ni mateso. Praise the Lord. Hallelujah. Lakini ni ya muda tu. Sema 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 ni ya muda tu. Kumtegemea Bwana kwako si kwa kawaida na sio bure. Amen. Siku moja tu wataona kuna kitu kanashuka. Kuna kitu kataachiliwa. Kuna alama itawekwa katika familia yako. Kuna alama itawekwa katika uso wako. Wajue kweli sio bure kumtegemea Jehova. Katikati ya matatizo kunayo utukufu wa Jehova. Amen. Sasa nimaliza na hii nasema, naam wewe ndiwe uliyenitoa tumboni, ulinitumainisha matitini mwa mama yangu. Sasa anaanza kuona, sikia, ako na picha ya vile ambavyo bado alikuwa katika tumbo ya mama yake na bado alikuwa anaweza kulishwa akiwa pale. Ni wangapi mimba ikatoka? Ni wangapi ambao wamekufia katika tumbo ama umbu la mama yao? Lakini yeye anasema kama uliweza kunilinda nikiwa pale na nikazaliwa na nikanyonya, ukiwa na maradhi akaja akapita, nikaweza kuwa mtu mzima, so bado nakutegemea Jehova. Unaona huyu mtu anategemea Mungu kwa vishindo vikubwa. Haleluya. Bado anasema kwa matiti ya mama yangu bado nilikutegemea wewe, ama ukanitiisha. Pako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mama yangu. Ndiwe Mungu wangu, usiwe mbali nami, maana taabu hii karibu. Usiwe mbali nami, maana taabu hii karibu, kwa maana hakuna msaidizi. Praise the Lord. Hakuna nani? Msaidizi. Tumefika namba 11. Hallelujah. Hakuna nini? Msaidizi. Najua umefika hicho kikomo cha kwamba kuna msaidizi. Ukisoma Zaburi 13, Zaburi 13 mstari wa kwanza hadi wa 6, utausoma tu, sitahubiri. 13 Zaburi 13. Tazama jicho langu limeyaona hayo yote. Hiyo ni Ayubu.
katika Zaburi. Amen. Sema amina. Amen. Zaburi 13 nasema nini? Inasema hivi: Ee Bwana, hata lini utanisahau? Hata milele? Hata lini utanificha uso wako? Hata lini nifanye mashauri nafsini mwangu, nikihuzunika moyoni mchana kutwa? Hata lini adui zangu atukuke juu yangu? Ee Bwana Mungu wangu, auangalie, uniitikie, uyatie nuru macho yangu. Unasikia? Uyatie nini? Nuru macho yangu. Kuna kuona ule utukufu uliojificha. So anasema uyatie nuru macho yangu, nisije nikalala usingizi wa mauti, nisije nikajielewa. Adui yangu asije akasema nimemshinda. Watesi wangu wasifurahi ninapoondoshwa. Nami nimezitumainia fadhili zako. Moyo wangu na ufurahie wokovu wako. Naam, nimwimbie Bwana kwa kuwa amenitenda kwa ukarimu. Anamaliza na utukufu wa Jehova. Kiangalia Mathayo 27, Matthew 27, Mathayo 27 mstari wa 46 unasema nini? Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, Eloi Eloi lama sabakitani, lama sabakitani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu ikiwa bado ni Mungu, akiwa kwenye ule mwili wa mateso, alifika mahali akasema yamefika mwisho, na haya mateso naona kana kwamba yameniangukia sana. So akaona kana kwamba Mungu alimuacha. Lakini unapoendelea utapata siku ya 3 kuna utukufu wa ufufuo. Tutasema haleluya. Tutasema haleluya. Tutasema amen. Simama kwa miguu yako. Thank you Lord. Thank you Jesus. You are worthy Lord. Worthy is your name. We bless your name, O God. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu na ufunge macho yako. Ndiyo Bwana, mimi mtumishi wako umenituma katika maeneo haya kwa malengo, na walengo wako hapa na wengine wanatutizama. Na achilia neema ulionipatia juu ya maisha yao. Wengi wamekuja wakiwa na kusononeka, wakiwa wamevunjwa mioyo. Wengine wamevunjika mioyo yao na wana vidonda hapa vya mioyo. Wengine wamesukumwa na maisha mpaka hawajui wakimbilie nani. Wewe ni msaada wa wale wasiojiweza. Wewe ni baba ya mayatima. Wengine wamekuja na maradhi, magonjwa, mengine hayana tiba. Wengine wamejaribu kuyapeleka hospitali, yamekula mali zao. Wengine wamejaribu, biashara zao zimekuwa ni shida. Hakuna siku wanapata hata faida. Bwana, vile wamekuja, natangaza juu yao, neema yako imewatosha. Neema yako na iwainue. Neema yako na iwafungulie milango. Wengi wamemwaga machozi, kama vile mwandishi wa Zaburi anasema, alilia mchana na usiku hakuweza kupata furaha. Machozi ni kumaanisha iliisha. Hivyo ndivyo natangaza leo, yeyote aliye na shida kama jiwe, natangaza mamlaka ya Roho ikavunje hiyo mawe, na maisha yake ikawe rahisi na ikawe nyepesi, vile ambavyo wataweza kukutumainia. Utukufu wako hautawaishia. Wataona utukufu. Natangaza utukufu kwa boma zao. Natangaza utukufu kwa biashara zao. Natangaza utukufu kwa maono yao. Natangaza utukufu kwa mawazo yao. Natangaza utukufu kwenye karama zao. Natangaza utukufu katika jina la Yesu Kristo kwenye ndoa zao. Utukufu kwa watoto wao. Utukufu kwa chochote watakachokifanya. Hawatashindwa. Adui zao hawatasherekea kuanguka pao katika jina la Yesu. Kila upanga unaenolewa kuwili kinyume na maisha yao tunausimamisha. Kila mipango ambayo imeinuliwa kinyume na maisha yao
tunaipangua sasa. Kila mishale inayoelekeza kwao tunaipindulia mipaka, tunaipindua kwa njia tofauti. Watakuja kwa njia moja kwao, tunawasambaratisha kwa njia 7. Hakuna kamati zimewekwa usiku kwa ajili ya kuwaweka chini na kuwaua na kuwaangamiza, zitafaulu. Hizo kamati tunaachilia moto, natangaza moto, natangaza moto. Hizo kamati sasa wameanza kutofautiana. Neema za Jehova ziko juu yao, upanga wa Jehova uko juu yao. Mambo makubwa yanatendeka, walioambiwa ya kwamba itatendeka. Na bariki kazi ya mikono yao. Watakumbana na mali, watakumbana na pesa, watakumbana na vitu vikubwa, watakuwa viongozi, watakuwa washindi katika jina la Yesu. Katika kila mateso, roho ya mateso na ikamata. Rabashakala babuzea. Kila roho ya mateso na ididimiza. Kila roho ya mateso isikie sauti ya Jehova. Roho ya mateso ambao haiheshimu utukufu wa Jehova. Hiyo roho ya mateso ambayo imekuja kumaliza. Hiyo roho ya mateso ambayo imefunga njia za baraka. Salewa. Ndio mikono yako juu. Msaada wako ukatika Bwana. Neema ya Bwana iwe katika nyumba yako. Neema ya Bwana iwe katika biashara yako. Neema ya Bwana ikuzunguke popote ulipo. Maana Bwana ni mtakatifu. Angalia tu utakatifu wake na utukufu wake utashuka juu yako. Asante. Bwana akubariki. Na kama hujaokoka, omba nami. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa yangu. Leo nimekubali ya kwamba ulikufa na ukafufuka, na kutoka leo nimekupatia maisha yangu uitawale. Ya kale nimeacha, nimekubali kuwa kiumbe kipya. Yesu nitawale, Roho wa Bwana nitawale, niongoze kwenye njia safi na sawa, au nionyeshe mahali nitakapoabudu. Toka leo nimeokoka na kuamini. Bwana akubariki umeokoka. Roho Bwana kuongoza kwenye kanisa ambao wanaabudu kwa roho na kweli, na pale utaongozwa kama mtoto na utaendelea kukuzwa, na Bwana atakubariki. Nakemea maroho ya kanza, nakemea maroho ya mauti, nakemea maroho ya kushindwa, nakemea maroho ya kufirisika, nakemea maroho ya chuki na kukataliwa. Popote ulipo nimekuweka wafu. Hakuna makosa
unadhabisha waya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Amen, amen. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Sema mimi ni mshindi. Sema mimi ni mshindi. Amen, amen. Bye, 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 bye. Amen. Tutoe katika ibada ya kwanza sadaka, tutoe sadaka ibada ya kwanza. Amen. Bye bye.